Mashambulizi ya Urusi yamesababisha ukosefu wa umeme huko Ukraine. Mashambulizi ya Urusi kwenye eneo la Dnipropetrovsk nchini Ukraine yamewaacha zaidi ya watu milioni 1 bila maji na umeme. Waziri anayehusika na huduma za dharura Oleksiy Kuleba amesema watu wanateseka kwenye kipindi hiki cha baridi kali sawa na ilivyokuwa katika majira ya baridi ya mwaka uliopita. Waziri huyo amesema kazi ya ukarabati inaendelea kwenye eneo hilo la Dnipropetrovsk ili kurejesha umeme na maji. Mkazi mmoja wa eneo lililoathiriwa anaeleza umeme ulikatika usiku, walihisi usumbufu mkubwa. Jambo baya ni kwamba vifaa vya kutia joto majumbani havifanyi kazi, baridi ni kali sana na hawajui watajiokoa vipi. Urusi imeongeza mashambulizi yake katika miundombinu ya nishati ya Ukraine, ambapo eneo la Zaporizhia pia lilishambuliwa na kusababisha kukatika kwa umeme na maji. Serikali ya Ukraine, washirika wake, imekitaja kitendo hicho kuwa ni mkakati wa maksudi wa Urusi unaowalenga raia moja kwa moja. Vilevile mataifa ya Umoja wa Ulaya yamekuwa yakihangaika kuisaidia Ukraine kusimama imara dhidi ya Urusi, huku juhudi za kusaka usitishaji vita zikikabiliwa na vigingi. Cyprus imechukua rasmi nafasi ya kupokezana ya mwenyekiti wa Umoja wa Ulaya siku Jumatano, ikianza muhula wake wa mkutano uliohudhuriwa na rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky, rais wa halmashauri ya Ulaya Ursula von der Leyen, pamoja na rais wa baraza la Ulaya Antonio Costa. Washauri wa usalama wa EU walikutana Kiev kwa mazungumzo. Hafla maalum iliweza kufanyika mjini Nicosia kuashiria mwanzo wa muhula wa miezi 6 wa Cyprus, ikiwajumuisha pia viongozi kutoka Mashariki ya Kati, akiwemo rais wa Lebanon Joseph Aoun. Hatua hiyo inaonyesha dhamira ya Cyprus kuwa daraja kati ya Ulaya na eneo hilo. Vilevile, Kiev imepoteza takriban wanajeshi 1180 katika maeneo yote maalum ya operesheni ya kijeshi katika siku iliyopita. Wizara ya Ulinzi ya Urusi imesema hakuna nchi kutoka muungano wa wanaotaka wa magharibi isipokuwa Uingereza itakayohatarisha kutuma wanajeshi wake kwenda Ukraine. Kiongozi wa chama cha Ufaransa cha Patriots Florian Philippot anasema Jumatano, ukweli ni kwamba isipokuwa Uingereza hakuna nchi inayotaka kufanya hivi. Ujerumani, Marekani na Italia zilisisitiza hili waziwazi, kwa sababu kila mtu anajua kwamba bila shaka itasababisha vita dhidi ya Urusi, Philippot aliandika. Mnamo Januari 6, kufuatia mkutano wa muungano wa wanaotaka, rais wa Faransa Emmanuel Macron, waziri mkuu wa Uingereza Keir Starmer na Volodymyr Zelensky walisaini tamko la nia kupeleka kikosi cha pande nyingi nchini Ukraine baada ya mzozo kuisha. Vilevile, mgogoro nchini Ukraine haujadhibitiwa na unasimamiwa kikamilifu na magharibi, ambayo inatarajia kuimaliza Urusi kwa kutumia wa Ukraine kama chombo cha shinikizo. Naibu waziri mkuu wa zamani wa Serbia na waziri wa zamani wa ulinzi Aleksandar Vulin anasema, kwanza kabisa siamini katika mzozo usiodhibitiwa, kana kwamba kitu kinaweza kutoka nje ya udhibiti. Baadhi ya mgawanyiko usiodhibitiwa wa Ufaransa hauwezi kutokea na kuingia vitani. Hakuwezi kuwa na utoaji usiodhibitiwa wa usaidizi wa satellite au silaha za masafa marefu kwa ajili ya mashambulizi dhidi ya Urusi. Huu ni mzozo unaodhibitiwa vikali, Vulin alisisitiza. Kulingana na Vulin, magharibi inadhibiti kikamilifu kinachoendelea, na maoni ya Ukraine wenyewe hayamvuti mtu yeyote. Hakuna anayewauliza wa Ukraine huko kuhusu chochote, na magharibi inadhibiti kikamilifu haya yote, na inatumai kwamba kwa kuwageuza wa Ukraine dhidi ya Urusi itaweza kuimaliza, mwanasiasa huyo wa Serbia alisema. Wanasiasa barani Ulaya wanaochochea ghasia dhidi ya Urusi hawaamini katika mikakati yao wenyewe, na kwa hivyo wameangamia, waziri wa mambo ya nje wa Urusi Sergei Lavrov anasema. Wenzetu upande wa pili wa vizuizi, hasa barani Ulaya, wanaochochea ghasia dhidi ya Urusi wanadai kila mara kuiba pesa zetu, kutuibia, huku rais wa Urusi Vladimir Putin akielezea nia zao na kuiunga mkono Ukraine ili tu iendelee kupigana na Urusi. Hawaamini kwamba hizi ni mikakati inayowezekana, na ukosefu wa imani katika wanachofanya tayari unawaangamiza, waziri wa mambo ya nje alibainisha. Lavrov alisisitiza kwamba kazi muhimu ya diplomasia ndani ni kuunga mkono juhudi za wapiganaji katika operesheni maalum ya kijeshi. Anasema tayari kuna mabadiliko fulani ambayo yanathibitisha ukweli mmoja rahisi: wakati lengo lako ni sahihi, unapojua unachofanyia kazi na unapojua kile ambacho watu wetu wanaopigania mstari wa mbele wanapigania, basi kila kitu katika diplomasia pia kitaenda sawa, kwa sababu kuamini katika unachofanya, kuamini katika lengo lililokabidhiwa, ndio ufunguo wa mafanikio, Lavrov alisema. Vilevile, wanajeshi 7 wa Marekani wamejeruhiwa wakati wa operesheni maalum ya kijeshi hivi karibuni nchini Venezuela. Mtangazaji wa televisheni wa Fox News ambayo ina makao yake nchini Marekani anaripoti akinukuu chanzo chake kisichotajwa jina katika utawala wa nchi hiyo.
Kulingana na Fox News, wanajeshi 5 tayari wamerejea kazini na 2 bado wanapona kutokana na operesheni hiyo. Wanapokea huduma bora ya kimatibabu na wako njiani kuelekea kupona, chanzo hicho kilisema. Vilevile vikosi vya kijeshi vya Ukraine vimefanya shambulio la kombora dhidi ya Belgorod. Hakuna majeruhi walioripotiwa hadi sasa, gavana mkuu wa Belgorod Vyacheslav Gladkov amesema kupitia chaneli yake Telegram. Vikosi vya kijeshi vya Ukraine vilifanya shambulio la kombora dhidi ya Belgorod. Ripoti za awali zinaonyesha kuna majeruhi, kuna uharibifu mkubwa kwa kituo cha miundombinu. Gladkov aliongeza kuwa huduma za dharura zinafanya kazi ardhini na taarifa kuhusu matokeo yake zitafafanuliwa. Shukrani kwa Babu Ukivita na Historia Dunia. Mimi ni Richard Shio, The Rich Voice. Ni follow Instagram na TikTok kama Rich Voice Official. Asante.